Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina na uje Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika mianzo ya juma la maombi ya siku 10, ambapo kichwa chetu kuu kinasema kufunguliwa. Na katika ibada ya leo, somo la kwanza kabisa lina kichwa kinachosema mjue Mwokozi aliye hai. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, tunakusihi na kukuomba katika juma hili la maombi, watu wakafunguliwe katika maisha ya kiuchumi, watu wakafunguliwe katika maisha ya kiroho, watu wakafunguliwe katika maisha ya kimahusiano, watu wakafunguliwe katika nyanja mbalimbali za kimaisha, kutoka katika magonjwa mbalimbali. Na zaidi sana, Mungu wa mbinguni kajichukulia utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Somo la leo lina kichwa kinachosema mjue Mwokozi aliye hai. Mwanadamu alipokuwa ameasi katika bustani ya Edeni, mahusiano yake kati yake yeye na Mungu yalivunjika, na hapakuwepo na njia yoyote ya kurejesha yale mahusiano. Na ndio maana Mungu, kwa maana alimpenda sana mwanadamu, akamtoa Yesu Kristo ili kuja kufa msalabani kurudisha mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Na ndio maana wakati ulipofika, Yesu Kristo akazaliwa katika bustani ya Gethsemane, akazaliwa katika hori la ng'ombe ili kumkomboa mwanadamu na kurudisha mahusiano yaliyokuwa yamevunjika. Anapozaliwa katika hori la ng'ombe, Biblia inaendelea kusema ya kwamba Mungu aliendelea kumtunza, na Yesu Kristo alipofikisha miaka 30 akabatizwa katika mto Yordani ili kuanza misheni ya kurudisha mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, ili kuvunja mnyororo uliokuwepo kati ya mwanadamu na shetani, ili kumkomboa mwanadamu kutoka katika vifungo vya shetani. Yesu anapobatizwa katika mto Yordani, anaanza misheni ya kuhubiri habari njema za wokovu, ya kuhubiri habari njema za Mungu, ya kuwakomboa watu kutoka katika vifungo vya shetani. Na ndio maana kuna wengi walikombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi, kuna wengi walikombolewa kutoka katika ugonjwa, kuna wengi walikombolewa kutoka katika maisha ya utumwa wa dhambi. Kwa hiyo Yesu Kristo anaanza misheni ya kumkomboa wanadamu. Anapofika katika bustani ya Gethsemane, Yesu Kristo anateseka anapowekwa katika ile mikono ya watesaji. Yesu Kristo anapigwa, anatemewa mate. Hiyo misheni yote ilikuwa ni ya kumkomboa mwanadamu. Yaani Yesu Kristo ndiye Mwokozi aliye hai, ambaye yeye aliteswa na Wayahudi, akapigwa mijeledi, akatemewa mate, akakubali hayo yote ili kumkomboa mwanadamu. Na wakamvika taji ya miiba ili kumkomboa mwanadamu. Na siku ya Ijumaa akatundikwa katika msalaba wa Kalvari. Alipotundikwa katika msalaba wa Kalvari, akafa ili kumkomboa mwanadamu aliyekuwa katika dhambi,
ili kumkomboa mwanadamu kutoka katika dhambi, ili kurejesha mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo akafa katika msalaba wa Kalvari kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe. Siku ya kwanza ya juma akafufuka. Kwa hiyo Mwokozi Yesu Kristo anaanza kuteswa kwanza, anaanza kupitia maumivu, anaanza kupitia mateso makali ili kumkomboa mwanadamu kutoka katika dhambi, na anapokufa katika msalaba wa Kalvari siku ya Ijumaa, alafu siku ya kwanza ya juma anafufuka. Na ndio maana kichwa cha somo kinasema mjue Mwokozi aliye hai. Katika kitabu cha Matendo 1 na lile fungu la kwanza, Matendo 1 na lile fungu la kwanza, Biblia inasema, Matendo 1 na lile fungu la kwanza, Biblia inasema, kitabu kile cha kwanza naliandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Yaani sikiliza, huyu Mwokozi aliye hai ambaye ni Yesu Kristo, baada ya kufa katika msalaba wa Kalvari, akafufuka siku ya kwanza ya juma. Kazi aliyoanza kuifanya ni kuwafundisha wanafunzi, ni kujidhihirisha kwa wanafunzi ya kwamba yu hai. Yesu akawa duniani ndani ya siku 40 akiwafundisha wanafunzi wake, akiwaeleza habari za utabiri wake wa kuja hapa duniani, habari za yeye kukataliwa na wanadamu, habari za kifo za msalaba wa Kalvari, habari za yeye kufufuka na habari za yeye kwenda katika kurudi kwa Mungu. Hivyo akawafundisha wanafunzi na kuambia kwamba sadikini ya kwamba huu unabii wote umetimia machoni penu. Fungu la pili anaendelea kusema, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale waliowadhihirishia nafasi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yote yaliyohusu ufalme wa Mungu. Yesu anapofufuka katika siku ya kwanza ya juma, anaanza kuwafundisha wanafunzi wake habari za ufalme wa Mungu. Na hizi habari za ufalme wa Mungu hata pia ni za kwetu sisi katika zama na karne ya 21. Yesu Mwokozi aliteseka sana katika msalaba wa Kalvari. Na pamoja na kwamba aliteseka, kuna watu tunaichukulia injili kama swala la kawaida. Tunaichukulia injili ni kama jambo la kawaida. Tunaizalau injili. Tunazalau ujumbe wa kutoka katika dhambi. Tunazalau ujumbe unaotolewa na watumishi juu ya Mwokozi aliye hai Yesu Kristo. Yaani injili ambayo tunahubiriwa leo iligharimu maisha ya Yesu Kristo, kufa katika msalaba wa Kalvari, na sasa yu hai milele na milele. Yaani Mwokozi ambaye ninakuletea habari zake katika siku hii ya leo, yeye alishinda mauti, akatoka katika kaburi, akafufuka. Na alipofufuka, wokovu wa mwanadamu ulikamilika. Hivyo ni wajibu wangu mimi na wewe kumtafuta huyu Mwokozi aliye hai na kumjua. Tatizo, kuna makundi mawili. Kuna watu ambao wanamfahamu huyu Mwokozi aliye hai, alafu kuna watu wanaomjua Mwokozi aliye hai. Yaani
Watu wanaomfahamu Mwokozi aliye hai ni watu ambao wako ndani ya kanisa, lakini menendo yao haina tofauti na watu wa ulimwengu. Lakini watu ambao wanamjua huyu Mwokozi aliye hai, wanajua jinsi ambavyo aliteseka katika msalaba wa Kalvari, wanajua jinsi ambavyo injili iligharimu maisha ya Mwokozi, wanajua jinsi ambavyo injili iligharimu maisha ya mitume. Hawa ni watu ambao wamebadilika na wamekubali kumfuata Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yao. Mjue Mwokozi aliye hai. Kumjua Yesu na kumwamini ni vitu viwili tofauti. Kumjua Yesu na kumfahamu ni vitu viwili tofauti. Mtu ambaye anamjua Yesu, hata tabia zake na mwenendo wake zinafanana na Yesu. Ila mtu ambaye anafahamu, yaani ni mtu ambaye ana habari kuhusu Mwokozi, lakini yeye hayuko tayari kumfuata huyu Mwokozi ambaye yeye alikufa kwa ajili yake. Lakini kundi la pili la watu ambao wanamjua huyu Mwokozi aliye hai, huyu Yesu Kristo ambaye yeye aliteseka katika msalaba wa Kalvari, ni watu ambao wako tayari kubadilika kila siku, ni watu ambao wako tayari kumfuata Yesu kila siku, ni watu ambao wanajihisi ya kwamba kupungukiwa uwepo wa Mungu kila siku, ni watu ambao hawachoki kumtafuta kila siku, ni watu ambao kadri wanapomsogelea huyu Mwokozi aliye hai wanajihisi kuwa wenye dhambi, na ndio watu ambao wanamtafuta Yesu kwa bidii, na ndio watu ambao wataokolewa hata Yesu atakapokuja mara ya pili. Tatizo letu leo katika karne ya sasa hivi, watu hata tulioko ndani ya kanisa hatuna shida na Mwokozi aliye hai. Yaani watu tuko bize na mambo mengine, lakini hatuko bize na huyu Mwokozi aliye hai. Yaani watu ambao tunajifanya kumfahamu Mungu, kumfahamu huyu Mwokozi aliye hai, hivyo imefikia hatua ambayo hata hatuko bize kumtafuta, ila tuko bize kufanya mambo ya ulimwengu. Lakini ujumbe wa Mungu katika siku hii ya leo ni kwamba tumjue Mwokozi aliye hai, tumjue huyu Mwokozi, tujifunze kwake, tukawe wanafunzi kwake, tukaiga maisha na mienendo yetu ikafanane na yeye, na hata watu wa ulimwengu watakaotutazama sisi waseme kweli hawa wanamjua Mwokozi wanayemwabudu. Yesu alifundisha baada ya siku 40. Na baada ya kuwafundisha wanafunzi, anawaambia ya kwamba nendeni mkaipeleke habari ya ufalme. Yesu anawafundisha habari za ufalme, anawadhihirishia lengo na makusudi hawa watu waimarishwe katika imani, hawa watu waendelee kumtumainia huyu Mwokozi, hawa watu wazidi kuimarishwa kiimani, na waende wakawaambie habari njema watu wa mataifa. Na ndio wito wa Mungu katika siku hii ya leo, ya kwamba tumsikilize, tujifunze kwake Mwokozi aliye hai, tuketi katika miguu ya Yesu Kristo, tujifunze tumfahamu vizuri, tujifunze tumjue vizuri huyu Yesu, huyu Mwokozi aliye hai, na tuyaige yaliyo na tuyafanye yaliyo mapenzi yake, ili watu wa ulimwengu watakapotazama menendo yetu wamuone Yesu katika maisha yetu. Mjue Mwokozi aliye hai. Fungu la 3 anaendelea anasema hivi: wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yote yaliyohusu ufalme wa Mungu. Acheni niwaambie ya kwamba Yesu yuko hai hata sasa.
Baada ya Yesu kufa msalabani, alifufuka na sasa hivi yuko hai. Ujumbe wa Yesu kwa ulimwengu siku hii ya leo, ujumbe wa Mwokozi aliye hai siku hii ya leo, ujumbe wa Mwokozi aliyeteseka msalabani siku hii ya leo, ujumbe wa Mwokozi ambaye alipitia mateso makubwa siku hii ya leo ni kwamba ulimwengu ubadilike, turudi katika mapenzi yake. Yaani watu walioko ndani ya kanisa na walioko nje ya kanisa, wote kwa pamoja tutoke katika maisha ya dhambi na turudi tuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Yaani kumjua huyu Mwokozi aliye hai kutusaidia sisi kuwa watu wapya katika maisha ya ulimwengu. Yaani kumjua huyu Mwokozi huyu wa ulimwengu kutusaidia sisi kutoka katika maisha ya uzinzi. Kumjua huyu Mwokozi aliye hai kutusaidia sisi kutoka katika maisha ya kiburi. Kumjua huyu Mwokozi aliye hai kutusaidia sisi kutoka katika maisha ya majivuno. Kumjua huyu Yesu aliye hai, kumjua huyu Mwokozi aliye hai kutusaidia kuyaishi maisha yaliyo matakatifu, kutoka katika maisha ya dhambi, maisha ya kuwadharau watu wengine, maisha ya kujiona bora kuliko wengine, na turudi tuishi katika yaliyo mapenzi ya Mungu. Kumjua Mwokozi aliye hai. Kiuhalisia, kama kanisa halitamjua Mwokozi aliye hai, litasababisha hata watu wa ulimwengu wasimjue Mwokozi aliye hai. Tunaposhindwa kumjua Mwokozi aliye hai, kunatufanya sisi tuonekane sawasawa na watu wa ulimwengu. Kutokumfahamu huyu Mwokozi aliye hai, Yesu Kristo, yeye ambaye yuko hai, ambaye aliahidi anaenda mbinguni, atarudi tena. Tusipomjua tunawazuia watu wa mataifa kuweza kumfahamu. Hivyo wito wake katika siku ya leo, watu walioko ndani ya kanisa tuanze kufanya toba, tubadilike, tukamrudie huyu Mwokozi aliye hai. Yeye anazidi kutuita, anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama seruji. Acheni niwaambie ya kwamba Mwokozi aliyetuokoa kutoka katika dhambi ni hakika ya kwamba anaishi milele. Ni hakika ya kwamba alishinda mauti. Ni hakika ya kwamba yeye yuko hai, na yeye wito wake anatuita tutoke katika dhambi, kwa kuanza na watu walioko ndani ya kanisa. Mungu anatuita katika siku hii ya leo tubadilike. Na moja ya mambo ya msingi sana ni kumuomba nguvu ya Roho Mtakatifu iwe pamoja nasi katika mianzo ya mwaka 2026. Huyo Roho Mtakatifu atatuongoza kumjua Yesu Kristo. Kumjua Yesu Kristo kunatutoa katika vifungo mbalimbali za maisha. Kumjua Yesu Kristo kunatutoa katika utumwa wa dhambi. Maana yeye ameshakwisha tushindia katika msalaba wa Kalvari. Kumjua Yesu kutatufanya kutoka katika maisha ya uzinzi. Kumjua Yesu kutatufanya tutoke katika maisha ya kiburi. Kumjua Yesu kutatufanya tutoke katika maisha ya majivuno. Kumjua Yesu kutatufanya kuwa watu walio wanyenyekevu, watu ambao tutakuwa tofauti na watu wa ulimwengu, maana tunamjua yeye aliyetuokoa.
Msikilizaji unayenisikiliza kutoka katika mitandao ya kijamii, mjue Mwokozi aliye hai. Unapomjua Mwokozi aliye hai, yeye anakupa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Anakupa uwezo wa kushinda dhambi yoyote katika ulimwengu. Yaani dawa ya kushinda dhambi ni Mwokozi aliye hai, ambaye ni Yesu Kristo. Maana yeye alishinda, na sisi ambao tunamjua tunashinda katika yeye aliyetushindia. Tatizo ni kwamba hatutaki kumjua Yesu, japo tunahitaji atufungulie. Katika maombi haya siku 10, mjue huyu Mwokozi ukafunguliwe katika maisha ya kiuchumi. Mjue huyu Yesu Kristo akakufungue katika maisha ya ulahibu wa madawa ya kulevya. Mjue huyu Mwokozi aliye hai, ambaye ni Yesu Kristo, akakutoe katika maisha ya kiburi. Mjue huyu Mwokozi aliye hai, ambaye ni Yesu Kristo, akutoe katika maisha ya kunywa pombe. Mjue huyu Mwokozi aliye hai ili akutoe katika maisha yoyote yale yasiyofaa, maana yeye alishinda hadi mauti, hivyo ana uwezo wa kutushindia katika maisha ya dhambi. Uchaguzi ni wako leo hii kumjua Mwokozi aliye hai. Na ndio maana mwimbaji mmoja akasema, ninamjua ninayemwabudu. Je, unajiuliza wewe unamjua Mwokozi aliye hai? Unapoanza mwaka 2026 katika juma hili la maombi, mtumishi wa Mungu, mjue Mwokozi aliye hai. Ukishamjua Mwokozi aliye hai, nenda kawafundishe watu wa mataifa habari za Mungu. Yaani kumjua Mwokozi aliye hai bila kwenda kuwafundisha watu wengine ni sawasawa na bure. Yaani kumjua Mwokozi aliye hai halafu ukabaki vile vile na maisha ya thamani, maisha ya dhambi, maisha ya kutokutii maagizo ya Mungu, maisha ya kuwadharau wengine, yaani ni sawasawa na bure. Hivyo amua katika siku hii ya leo, unapomjua Mwokozi ubadilike, uishi katika maisha yaliyo matakatifu. Biblia inasema, maana imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tafasiri yake ni kwamba wale wanaomjua Mwokozi aliye hai wanapewa uwezo wa kubadilishwa na kuwa wana na binti za Mungu. Wito wa Yesu hauishi tu ndani ya kanisa, pia unaenda hata kwa watu wa mataifa. Enyi watu wa mataifa, wewe ambaye haujamkiri Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye haujaukubali wokovu wa huyu Mwokozi aliye hai, wito wake katika siku hii ya leo ni kwamba mpe Yesu maisha yako ili yeye ayabadilishe maisha yako. Yaani wito wake ni kwamba utoke katika maisha ya udangaji, uje katika zizi lake, uje katika hekalu lake, yeye atakubadilisha. Yaani Yesu hataki ujibadilishe ndo uje. Ajenda yake ni kwamba wewe njoo hivyo ulivyo na dhambi zako, halafu yeye atakupa ushindi wa kushinda dhambi. Wito wa Yesu katika siku hii ya leo kwa watu wa mataifa, wito wa Yesu wa Mwokozi aliye hai kwa watu wa mataifa katika siku hii ya leo, wale wanaoishi katika maisha ya ulaibu wa madawa ya kulevya, huyu Mwokozi ameshakwisha kuwaweka huru. Wale ambao mnaishi katika maisha ya udangaji, huyu Mwokozi ameshakwisha kuwaweka huru. Wale ambao mnaishi katika maisha ya wizi na ujambazi, Yesu Kristo Mwokozi aliye hai
ameshakwisha kuwaweka huru. Wale ambao mnaishi katika maisha ya uwaji wa watu, kutoa uhai wa maisha ya wengine, Yesu Kristo ameshakushindia, na wito wake ni kwamba mpe maisha yako ili aweke uhai ndani yako. Yeye alishinda mauti, hivyo akatupa uwezo na sisi wa kushinda dhambi. Yeye aliishi kama mwanadamu 100% ili kutupa kielelezo jinsi itupasavyo. Wale watu wa ulimwengu Yesu anawaita katika jioni ya leo, turudi kwake. Huenda utakuwa umesikia sana habari za Mwokozi aliye hai ambaye ni Yesu Kristo. Umesikia katika mitandao ya kijamii watu wakihubiri sana, wakileta habari za Mwokozi aliye hai, ukawa haujachukua maamuzi ya kumkubali huyu Mwokozi. Sikiliza, mkubali Yesu hivi leo, maana yeye ana uwezo wa kukutoa katika maisha ya dhambi. Baba unayenisikiliza, kijana unayenisikiliza, mama unayenisikiliza, na watu wote mnaonisikiliza, yatoe maisha yako kwa huyu Mwokozi aliye hai ili alete uhai wa kiroho ndani yako. Watu wakimjua Yesu, maisha ya kiroho yanarejea. Familia zinazomjua Yesu, huyu Mwokozi aliye hai, Yesu huinua maisha ya kiroho, huimarisha usomaji wa neno la Mungu, huimarisha ibada za kila siku. Enyi watu, twendeni tukamjifunze huyu mwanaume, huyu Mwokozi aliye hai, na tukarejesha ibada za nyumbani za asubuhi na jioni, tukarejesha usomaji wa neno la Mungu, tukarejesha ushirika na yeye, maana kupitia hivyo vyote vinatufanya kumjua vizuri huyu Mwokozi aliye hai. Siku 10 za maombi usikubali zipite hivi hivi. Usikubali zipite haujamjua Mwokozi aliye hai. Yaani ajenda ya Yesu ni maisha matakatifu na Roho Mtakatifu. Yaani maisha matakatifu, maisha yaliyo safi na roho iliyopondeka, iliyobadilishwa. Kwa hiyo katika juma hili la maombi, muombe Mungu wa mbinguni akupe uwezo wa kuchukua maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yako. Huenda bado haujamkubali Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yako. Mkubali hivi sasa, maana yeye ana uwezo wa kukubadilisha. Baada ya huyu mwanaume, huyu Mwokozi aliye hai kufufuka na kuwa hai, yeye alipewa funguo za kuzimu na za mauti. Ana uwezo wa kukufungua kutoka katika magonjwa. Haijalishi umeishi kwa muda gani katika magonjwa, haijalishi umeugua muda gani, lakini Mwokozi aliye hai ana uwezo wa kukufungua kutoka katika magonjwa uliougua kwa muda mrefu. Haijalishi umeteseka kutafuta ajira kiasi gani, ukimjua huyu Mwokozi aliye hai atakufungulia njia ya kupata ajira. Ukimjua huyu Mwokozi aliye hai atakufungulia njia za kiuchumi. Ukimjua huyu Mwokozi aliye hai ana uwezo wa kukufungulia ukaona fursa mbalimbali katika maisha yako. Ukimjua huyu Mwokozi aliye hai ana uwezo wa kukufanya na kukupandisha mpaka vyeo vya juu. Kwa hiyo mada ya leo ni kwamba
mjue huyu Mwokozi aliye hai akupatie, aweze kufungua katika maisha yako na aweze kuleta amani ya kweli. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tunapoenda katika maombi siku hii ya leo, hakikisha katika ndani ya siku hizi 10 za maombi unamkabidhi Yesu maisha yako. Yaani kama ulikuwa bado haujampa Yesu maisha yako, unasikiliza ya mahubiri kutokea katika mitandao ya kijamii, mpe Yesu maisha yako, maana yeye ahadi yake ni moja, ameahidi, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali, nami nitarudi tena. Huyu Mwokozi aliye hai ameahidi atarudi tena, na anapokuja mara ya pili atakuja kuwachukua wale wote ambao walikubali kukaa na kuketi kujifunza habari zake. Anakuja kuwachukua wale wote ambao walitoa maisha yao kwake. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nitoe wito wale wanaonisikiza katika mitandao ya kijamii, haujamkiri Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yako, chukua maamuzi katika siku ya leo, uyatoe maisha yako kwa Yesu. Wale ambao mnanisikiliza katika ibada ya jioni ya leo, yatoeni maisha yenu kwa Yesu Kristo, Mwokozi aliye hai, maana yeye ana mahala pa kukupeleka. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, Yesu Mwokozi uliye hai, ninakusihi Baba wa mbinguni ukawafungue hawa watu waliosikiliza neno siku ya leo kutoka katika vifungo vya magonjwa, uwafungue katika shughuli za kiuchumi, nenda ukawafungue katika maisha ya kielimu, nenda ukawafungue katika maisha ya kiuchumi. Wanaotafuta wachumba ukawapatie, wale wanaotafuta uponyaji ukawapatie, na zaidi sana Yesu Kristo wafungue kutoka katika vifungo vya dhambi, na utusaidie sote kujiandaa kwa ajili ya ujio wako mara ya pili, tukiomba na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Amen.